Mwongozo wa kujifunza Biblia, somo la 3 linalosema makumbusho ya neema. Hii ni Jumapili, Oktoba 12. Mada ya leo inasema kuvuka Yordani. Soma Yoshua sura ya 3 aya kwanza hadi ya 5 na Hesabu 14 aya ya 41 hadi 44. Kwa nini Mungu aliwataka Waisraeli wajiandae kwa namna ya pekee kwa kile kilichokuwa kimekaribia kutokea? Hii ndiyo mara ya kwanza sanduku la agano linatajwa katika kitabu cha Yoshua. Hadi kufikia wakati huu kwenye maelezo ya Agano la Kale, sanduku la agano lilikuwa likionekana katika muktadha wa hema takatifu Kutoka 40:21, katika safari ya wana wa Israeli wakitokea Sinai, Hesabu 10:33 hadi 36, na kwenye jaribio ambalo halikufanikiwa la kuanza kuitwa Kanaani, Hesabu 14 aya 44. Hiki kilikuwa kitu kilichokuwa kitakatifu zaidi kwenye hema takatifu ya Waisraeli, na kilikuwa kikibeba vitu vitatu, kila kimoja kikionyesha uhusiano pekee kati ya Israeli na Mungu. 1, mabamba yaliyokuwa na amri 10. 2, fimbo ya Haruni aliyekuwa kuhani mkuu wa kwanza, na 3, kopo lenye mana. Kutoka 16 aya 33, Waebrania 9 aya 4. Lile sanduku na yale maandalizi ya kuvuka Yordani viliwakumbusha Israeli kwamba wasingeingia Kanaani kwa namna yao tu na wakati wao. Ushindi ungepatikana kama tu wangefuata njia ya Mungu na ratiba yake. Mungu anayeelezewa kama aliyeketi kwenye kiti cha enzi juu ya makerubi yaliyokuwa yakilifunika sanduku la agano katika Kutoka 25:22 na Hesabu 7 aya ya 89, na ambaye matendo yake yakitambulishwa kwa matendo ya lile sanduku, anaingia Kanaani akiwa mbele ya Waisraeli kama anayeongoza katika ule ushindi. Neno lililotafsiriwa takaseni katika Yoshua 3 aya 5 na wekeni wakfu linarejelea kwenye mchakato wa utakasaji uliofanana na kile makuhani walichokuwa wakikifanya kabla ya kuanza huduma zao kwenye hema takatifu. Kutoka 28:41, Kutoka 29 aya kwanza, na kile watu wa Israeli walichofanya kabla ya udhihirisho wa Mungu pale Sinai. Kutoka 19 aya 10 na 14. Huku kujiweka wakfu kulihusisha kutupilia mbali dhambi na kuondoa uchafu mwingine wote wa kikaida. Agizo hilo linaonekana kwenye Hesabu 11:18 likihusianishwa na muujiza wa Mungu uliokuwa umekaribia. Maandalizi ya namna hiyo yalihitajika pia kabla mapambano hayajafanywa kwenye vita. Kumbukumbu la Torati ya 23:14. Kabla Mungu hajawapigania Israeli kwenye vita, ilikuwa ni lazima waoneshe utiifu wao kwake na kumtumainia yeye kama kamanda wao. Muujiza wa kuvuka Yordani ulikuwa uwahakikishie Waisraeli kwamba ahadi ya Mungu ya kuwasukumia mbali watu hawa waliokuwa kwenye nchi hii ingefaa kuaminiwa. Yeye aliyeweza kuwapatia uhakika wa kupita mahali pakavu ndani ya Yordani, angeweza pia kuwapatia zawadi ya ile nchi. Mungu hagawanyi maji ya Yordani kila wakati. Namna zake za kuingilia kati haziko wazi hivyo siku zote. Unadhani tunawezaje kujenga maandalizi ya kiroho ili kupata uzoefu wa kutambua kuingilia kati kwa Mungu kwa niaba yetu? Hii ni siku ya Jumapili, Oktoba 12, mada ikisema kuvuka Yordani. Na kwa nukta hiyo, mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.